Nashukuru kwa ujumla management ya hospitali ya Bombo. Mimi nimetoka makao makuu na ni mjumbe wa kamishina mkuu Bwana Yusuf Mwenda, ambaye katika kuadhimisha miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania ambayo ilianza Julai mwaka 1996, aliona ni vyema tutembelee jamii na tuweze kuwa nayo kwa pamoja. Kwanza ni wape hongera sana kwa kufanya kazi ambayo ni ya kujitolea kwa kweli. Hamna Jumapili, hamna mapumziko, kwa sababu huduma mnayoitoa ni endelevu, haina cha kupumzika. Na kwa maana hiyo imempendeza kamishna mkuu kwamba na sisi tujumuike katika siku kama ya leo ili kuwatia moyo, kuwatia nguvu, na mtambue kwamba huduma yenu inatambulika. Tunachofanya si bure, tunakiona. Kwa hiyo tunaomba mpokee ujumbe wake na tunaendelea kuahidi kwamba tutakuwa karibu, sio kwa ajili tu ya miaka 30, hata siku nyingine zijazo Mwenyezi Mungu atakapokuwa anatujalia, tutakuwa pamoja ili tuweze kufanya wepesi kwa kazi yenu ambayo mlionayo. Sisi kama mamlaka tunasema kwamba kwa pamoja tunajenga taifa letu, kwa maana ya kwamba hakuna ambaye si muhimu au hakuna ambaye ni muhimu sana kuliko wengine. Tukiwa pamoja, majukumu tulionayo mbalimbali yanaweza yakawa na wepesi. Zima ya walipa kodi inatambua kwamba mamlaka inatambua uwepo wao na uhai wao ndio uhai wa mamlaka na ndio uhai wa nchi ya Tanzania katika uchumi na nyanja zote. Kwa majina naitwa Sisalukia Mbega, ni muuguzi kiongozi idara ya watoto. Nashukuru sana kupokea hii zawadi, Mwenyezi Mungu awazidishie. Kwanza tuseme mmeleta wakati mwafaka. Tunapataga changamoto sana ya watoto hawa malnutrition, asilimia kubwa ni ya familia ambazo hazijiwezi. Kwa hiyo wanakuja hapa kila kitu wanatutegemea kama hospitali, tununue maziwa, tununue pampers. Yaani tunaona kama mmeleta mchango mkubwa sana ambao utatusaidia sisi idara ya watoto. Kwa hiyo tunaomba taasisi nyingine ambao wataguswa na matatizo madogo madogo yaliyoko kwenye idara tofauti tofauti za hospitali, pia tunawakaribisha kwa michango kama tulioiona leo. Changamoto ambazo tunakumbana nazo, watoto wao wanapoletwa, wakati mwingine inawezekana mama amezaa kwa operation, yuko kwenye kituo cha afya kingine, kwa yule mtoto analetwa hapa. Kwa huduma yote inakuwa chini ya uangalizi wa hospitali, manesi na madaktari. Kama unavyofahamu watumishi ni wachache, vifaa tiba pia ni vichache. Kwa hiyo wakati mwingine tunakutana na changamoto, lakini sisi kama kina mama au kina baba tunajitahidi kuwasaidia hawa watoto. Mimi nitoe wito tu, changamoto kwenye jamii, tuna changamoto nyingi sana. Hii ni mojawapo. Watu wakija ofisini kwetu sisi tunaita walipa kodi, lakini akiwa hospitali muda mwingine anaitwa mgonjwa, lakini kwetu ni mlipa kodi. Na sisi walipa kodi kuna wa leo na wa kesho. Hata watoto ambao tumekuja leo kuwashika mkono, kuwaletea mahitaji, kuhakikisha kwamba wanahudumiwa vizuri, wanakuwa, sisi tuna imani vinginevyo baadaye watakuja kuwa walipa kodi wakubwa au pengine hata watumishi wa mamlaka. Hiyo pia inatusukuma sisi kama mamlaka kuja kushiriki na jamii kuhakikisha kwamba kuna changamoto mbalimbali pia tunasaidia. Lakini niseme jamii ina changamoto nyingi sana na inatuhitaji sote. Kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi zingine za serikali binafsi za hapa Tanga kuhakikisha nao wanashiriki kwenye mambo kama haya. Jamii yote ni ya kwetu. Na pengine ukifuatilia sana unakuta hata watoto hao pengine wanatokea mtaani kwako. Kwa hiyo tunawajibika pia kuja kushirikiana na wenzetu, ikiwa moja pia kuwatia moyo ambao wanafanya hizi kazi, lakini pia na sisi kuwahudumia wale wagonjwa ambao wako kwenye hiyo hospitali ya Bombo. Tunashukuru kwa kuja kutuona na kuletea msaada. Kwa majina naitwa Zaidana Musa Mpalu, natokea Handeni. Sababu iliyofanya mpaka nikafikia hospitali mkoa wa Bombo, nimepata changamoto. Nilianza kusikia tumbo linaniuma. Nilikuwa mjamzito wa mapacha wawili. Kufika hapa nilipokelewa vizuri, nikapata ushirikiano, nikachunguzwa vizuri, ikaonekana sababu ya kujifungua mimba yangu haijatimia, ilikuwa ina miezi 7. Na washauri wa kina mama ambao wana changamoto kama niliyopitia mimi, kwa utakaposikia dalili hizo, unatakiwa ufike haraka kituo cha afya kupata ushauri ili uweze kupata kila ambacho unaona unatarajia kukipata. Nisingeenda mapema hospitalini, kilichotokea nahisi kama kingetokea madhara makubwa kwangu mimi na kwa watoto pia.